Kwa sauti kali na isiyo na mushkeli, kundi la M23 AFC limetupilia mbali tamko la serikali ya Kinshasa kuhusu mpango wa kurejesha huduma katika uwanja wa ndege wa Goma, likitaja tangazo hilo kuwa ndoto isiyo na haikubaliki. Kwa mujibu wa taarifa yao, M23 imesisitiza kuwa serikali kuu haina mamlaka wala uhalali wa kupanga ufunguzi wa miundombinu iliyo katika maeneo ambayo yako chini ya udhibiti wake. Kundi hilo limehonya wazi kwamba uwanja wa ndege wa Goma utafunguliwa tu na AFC M23, si bwana Felix Tshisekedi Chilombo wala mtu mwingine. M23 yasema Kinshasa ilifanya uporaji na uharibifu. Mbali na swala la uwanja wa ndege, AFC M23 imelituhumu serikali ya Kinshasa kwa uporaji na uharibifu wa makusudi wa miundombinu kabla ya eneo hilo kuingia mikononi mwao, ikisisitiza kuwa hatua yoyote kuhusu kufungua upya uwanja huo lazima ipitie kwao pekee. Taarifa hii imeonyesha wazi kwamba kundi hilo halitambui mamlaka ya serikali katika eneo hilo. Hali ya kijeshi yaelezwa kuwa ya wasiwasi mkubwa. M23 imeongeza kuwa inafuatilia kwa umakini mkubwa mienendo ya FARDC na washirika wao kwenye mistari ya mbele, ikidai kwamba Kinshasa inaendelea kuimarisha ushirikiano wa nguvu za kijeshi kwa njia fichi. M23 yajitenga na mgogoro wa Rwanda na DRC. Katika msimamo mwingine, kundi hilo limejitenga na mgogoro wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema mivutano hiyo haiwahusu na kwamba utawala wa Kinshasa pekee ndio unapaswa kubeba jukumu la matendo yake kwa nchi jirani, isitafute kulitwika kundi letu lawama. Mvutano waongezeka kufuatia kauli mpya. Taarifa hii imeongeza joto katika mivutano ya eneo la Goma, ambapo hatari za kibinadamu, mapigano na vita vya kudhibiti maeneo vinaendelea kutawala. Kauli ya M23 inaashiria kuwa mvutano kati ya kundi hilo na serikali ya Kinshasa unaingia hatua mpya na ngumu zaidi. Video na sauti vinavyosambaa kwenye mitandao ya kijamii vimezua taharuki kubwa baada ya kuonesha tukio la ukiukaji wa haki za binadamu katika eneo la Ibanga tarafa Fizi, ambapo mume mmoja anayejulikana kwa jina la Manga alikamatwa na kundi la wazalendo. Kwa mujibu wa kilichoonekana kwenye video hiyo, Manga ambaye amekuwa akijitambulisha kama jenerali anadaiwa kutumia nguvu na vitisho dhidi ya wakazi wa eneo hilo, akiwadhalilisha na kuwatendea kama vitu badala ya binadamu. Katika tukio hilo linaloendelea kusambaa, anaonekana akipigwa na kudhibitiwa vikali baada ya kudai kuwa aligeuza mti kuwa jela, ishara inayotajwa kuonyesha aina ya mateso aliyokuwa akiwafanyia baadhi ya watu. Jamii yaishi kwa wasiwasi mkubwa. Tukio hilo limeonyesha hali ya taharuki katika eneo la Ibanga, ambao wazi wanasema wamechoshwa na mfululizo wa mizozo na matukio ya unyanyasaji unaotokea mara kwa mara. Wananchi wamelalamika kwamba vitendo kama hivi vinavuruga amani na kueneza hofu miongoni mwa jamii. Wito wa kuchukua hatua. Wakazi wa eneo hilo wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchunguza kwa kina matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu na kuhakikisha usalama na utulivu umerejeshwa Ibanga. Muti ya embe waangalie prizo ya kuua batu yenye kwa hapa Kibanga. Muangalie Kibanga embe mzima njo hii banatobola embe njo prizo ile vile muangalie embe mzima njo inatobolewa, muangalie prizo. Muangalie prizo njo prizo hii. Hivi njo ndani hii. Kwa General Manga. Njo Manga huyu Kibanga. General Manga. Anatobola embe. Manga. Njo prizo hii ya embe mzima funga. Unaona? Manga. Munaona prizo? Njo prizo hii.
prizo hii embe mzima hii anatobola vile. Unaona embe mzima anatobola hapa hivi. Hivi natafungula nafungula mie unafungula hapa. Prizo ya General Manga autoproclame wa Kibanga. Prizo zenye kuwa na uwa nazo batu. Anakutia umu gisa na uwa batu. Muangalie shimo. Na unataya mambuzi, unataya ngombe zenye hauko nazo. Unaona, angalia shimo chini iko ya 2 kilo. Yaani kama utaingia mule vile na unakufa. Unakufa vukutu kwanza mule vidudu mule. Munaona? Manga. Njo prizo hii embe mzima. Njo anatobola embe mzima. Embe mzima. Embe mzima. Njo hii anatobola hapa yeye. Munaona? Prizo ya General Manga autoproclame. Njo prizo embe mzima anatobola. Anatobola hapa hivi. Muangalie shimo yenye iko na uya amo watu sasa. Munaona njo Kibanga ya Ubwari, Kibanga kama unasikiaka Kibanga. Njo prizo ya Kibanga hapa. Njo prizo ya Kibanga hii.